Aina za uchawi season 2. Kwenye ile season ya kwanza nimefundisha sana kuhusiana na aina ya uchawi, pale ambapo roho ya mtu inakuwa exchanged na roho nyingine. Mwili wa mtu ni ule ule, lakini roho inakuwa ni tofauti. Anapewa roho ya jini, roho ya joka ama roho ya mzimu, inakuwa ndio inaishi ndani ya huyu mtu. Japo huyu mtu anaishi hapa duniani, lakini sio yeye, sio ile roho ambayo Mungu aliweka ndani yake. Soma kwenye kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akapuliza pumzi yenye uhai ndani ya mwanadamu. Mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa hiyo roho ambayo Mungu alipuliza ndani ya mtu inaweza ikanyofolewa ndani ya mwili wa mtu, na roho nyingine kutoka kuzimu ikawekwa ndani ya yule mtu. Ndio maana Yesu amekutana na Mafarisayo na waandishi kwenye kile kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 27 pale mpaka 33. Anawaita njoka na wana wa majoka. Maana akiwaangalia hivi vizuri, Yesu anaona kwamba hawa sio watu, pamoja na kuwa wako na miili ya watu, lakini ndani yao wanaoishi ni majoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nimefundisha sana kwenye ile season 1, nikakuonyesha vile ambavyo mtu anaweza kuwa anaishi hapa duniani lakini sio yeye. Roho nyingine kutoka kuzimu ndio inaishi ndani yake. Ndio maana Yesu kwenye hicho kitabu cha Mathayo 23 ule mstari wa 33 kule, Yesu anawauliza swali, ni nani aliyewaonya kwamba mnaweza kuikwepa hukumu ya Jehanamu? Yesu alikuja kuokoa watu hapa duniani, lakini anapokutana na wao waandishi na Mafarisayo, anaona kwamba sio wao wanaishi, ni maroho za majoka zinaishi ndani yao. Hawezi kuokoa roho ya nyoka ama maroho za malaika wa kuzimu wanaokaa ndani yao wakaokoka, maana alikuja kuokoa wanadamu. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nimefundisha sana. Kama utakuwa kuna kitu ambacho ungependa kukijua, unaweza ukakirejelea kwenye ile season 1 na imani ya kwamba utaelewa. Kwenye hii season 2 ningependa nifundishe vile ambavyo mtu anaweza akachukuliwa msukule, ama mtu anaweza akauawa kabla ya wakati wake, na akauawa kwa njia ya kichawi, yaani akauawa mzima, akachukuliwa mwili, roho na nafsi, lakini ikawa shetani ndiye amemuua, si eti kwamba Mungu ndiye amemuua. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii namna huwa inatokea kwa njia kuu kama mbili hivi, ama ama zinaweza kuwa tu ni njia tofauti, lakini nataka nieleze njia kama mbili, vile ambavyo watu wengi wameuawa kwa njia ya kichawi, wakazikwa kwenye makaburi, na watu wakaaminika kwamba wamekufa, kumbe hawajakufa, kwa sababu siku zao za kuishi zile ambazo Mungu alikuwa amewapangia bado hazijaisha. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi mlango wa 90 na mstari wa 10, maandiko yanasema Mungu amewapa miaka 70 ya kuishi, na ikiwa mtu ako na nguvu anaongezewa na zaidi, kama mwili wake utakuwa unaweza ukastahimili kuibeba roho iliyo ndani yake, mtu ataongezewa miaka na ataishi miaka ya ziada. Na ujue kwamba Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Akisema amekupea miaka 70, ni bila shaka kwamba hiyo miaka 70 lazima kila mwanadamu ambaye alitoka mbinguni akaja hapa duniani lazima aishi hiyo miaka. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri, nadhani mlango wa 3 mstari wa 2 pale, maandiko yanasema kuna wakati wa kila jambo, wakati wa kufa, wakati wa kuzaliwa. Kama kuna wakati Mungu alikupangia kabisa ili ukapate kuzaliwa, ina maana kwamba kuna siku kabisa Mungu alikupangia ili kwamba utoke kwenye ulimwengu na urudi mbinguni, ambao ndio mahali ambapo ulikuwa umetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu anaweza akaenda kaburini akafa kabla ya wakati wake, na tunasema hapa sasa huyu mtu kama hajaokoka, tunasemanga kwamba amechukuliwa msukule, ameenda kuwekwa kwenye mashimo ya kichawi.
kwenye magereza ya kichawi, kwenye mashamba ya wachawi ili awafanyie kazi. Mara nyingi vitu kama hizi, ama mtu atakufa kabla wakati wake, wakati ule wachawi wataona kwamba huyu mtu labda ako na kipawa kizuri ambacho kile kipawa wanaweza wakakitumia katika ufalme wa kwao wa mashetani, katika kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaona huyu mtu ako na kipawa kizuri na wanataka wakitumie kule kuzimu, watamuua kabla wakati wake, kama yule mtu hajaokoka. Ukielewa, maandiko yanasema ya kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa hivyo kama huyu mtu hajaokoka, huyu mtu ni mali ya ibilisi. Sijui kama anaeleweka. Lakini pia mara nyingi wachawi wataua mtu kabla ya wakati wake, wakati ule yule mtu atakosea masharti ya kichawi. Kwa shetani hakunanga neno nisamehe ama tafadhali. Hayo maneno hayapo kabisa. Ikitokea kwa shetani umetenda dhambi, unahukumiwa kulingana na zile sheria shetani amekuwekea, na hakunanga vingine hata kidogo. Sijui kama anaeleweka. Kwa hivyo mtu akikosea masharti akiwa katika ufalme ule wa mashetani, ni bila shaka mara zingine anaweza akauawa kabla ya wakati wake. Sasa nimesema ninataka nifundishe kuhusiana na mtu ambaye amechukuliwa msukule ama amefanyiwa uchawi wa kuchukuliwa msukule akiwa mzima, yani roho, mwili na nafsi. Na nikasema hii mara nyingi itatokea kwa njia tofauti, lakini nataka nifundishe kuhusiana na njia mbili. Njia ya kwanza, mchawi akitaka amuue mtu kabla ya wakati wake, anatumianga uchawi wa namna hii. Number one, huwa watatengeneza mtu ambaye ni mbandia, na yule mtu anafanana na mtu yule ambaye wanataka kumuua. Mara nyingi kitendo kama hiki huwa kinafanyikanga ama kinafanyangwa na watu wale ambao wako na vipawa za kufanya magic. Wale ambao wako na vipawa za kufanya magic. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 8 na 9, hapo ndio utaona karama tofauti za Roho Mtakatifu, na utaona kuna karama ya kutenda miujiza. Hao watu waliopewa karama za kutenda miujiza, kama wakibadilika wakaamua watumike na shetani ama wamtumikie shetani, hao watu ndio wale watu ambao unaonanga kwamba utapata mtu ako kwenye barabara anawakisha moto, lakini anaanza kula ule moto. Nadhani umewahi kuona watu wanafanya magic kama zile. Ni watu wale ambao mara nyingi utaona kwamba huyu mtu atashika chupa hivi, ile ya soda, ile ya glasi, anaivunja hivi na mkono, wakati ule wewe mwenyewe ukipewa hauwezi ukaivunja. Ina maana huyu mtu anajua namna ya kufanya miujiza kwa namna fulani. Sasa hao watu hawatumiangi roho wa Mungu wengine katika kufanya hiyo miujiza. Mungu akipeana kipawa, mtu ndiye anaamua atakitumia katika upande wa shetani ama katika upande wa Mungu. Mungu akikupea kipawa, huwa anategemea kwamba usaidie katika ufalme wake, lakini huwa akudictate ama akuelekezi kwamba utakitumia upande mgani. Hapana, wewe mwenyewe ndio utaamua. Sasa kuna watu wamepewa kipawa cha kuperform miracles and wonders, kipawa cha kufanya miujiza, lakini wale watu wakaamua wakitumie kile kipawa katika ufalme wa giza. Na ndio wale watu ambao sasa anaweza akatengeneza mtu mbandia ambaye ni mtu anafanana na wewe kabisa. Kama huyu mtu anaweza akachukua moto akala, ukaona anakula moto hivi, wakati ule wewe mwenyewe huwezi ukadhubutu, ujue kwamba hicho kipawa anaweza kukitumia kwa hiyo namna. Wanatengeneza mtu bandia. Sasa yule mtu bandia, kile kitatokea ni kwamba watamtengenezea anjali ya kichawi, lakini kabla hajamtengenezea anjali ya kichawi, wanachukua yule original, wanafanana na huyu bandia, wanamficha kwenye mashimo ya kichawi, kwenye magereza ya kichawi, kwenye mashamba yao, na wanachukua huyu bandia, wanamtengenezea anjali ya kichawi, wanamtengenezea ulevi wa kichawi, wanamtengenezea mangojo ya kichawi.
yule mtu anajipata kwamba amekufa kwa ile sababu.